Swali moja linajitokeza nyakati kama hizi. Kwa nini viongozi wa dini tunapiga kelele sana, kelele nyingi za amani, amani, amani? Kwa hiyo inaonekana kama vile imezidi. Kwa nini amani, 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 amani? Tunapiga kelele sisi hivyo kuhusiana na amani kwa sababu machafuko mengi hususan katika bara la Afrika na hata baadhi ya sehemu nyingine hutokea nyakati za uchaguzi, na zaidi sana baada ya siku yenyewe ya uchaguzi. Na kunapotokea machafuko, amani na kutoweka, kila mmoja anaathirika pamoja na sisi viongozi wa dini. Ibada haziwezi kwenda, kila kitu kinasimama, kila kitu kinakongoroka kabisa. Hakuna maana yake nchi inasimama. Sasa hatutaki nchi isimame wakati huu. Ndio maana tuko hapa kupiga kelele juu ya amani. Sasa tufanye nini ili nchi isimame? Tufanye nini ili machafuko yasiwepo katika kipindi hiki kama yalivyotokea katika baadhi ya nchi nyingine? Jambo la kwanza sana la kuzingatia ambalo neno la Mungu linatuonya ni kuchunga sana ndimi zetu. Ulimi umekuwa chanzo kikubwa sana cha machafuko. Mahali popote ambapo kumekuwa na machafuko barani Afrika, hata sehemu nyingine, kuna mtu mmoja alizungumza maneno ambayo yaliwasha moto. Na katika kitabu cha Yakobo sura ile ya 3 mstari ule wa 2 mpaka mstari wa 6, neno la Mungu hapo linasema ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini kama moto mdogo unavyoweza kuwasha msitu mkubwa kabisa, na ulimi unaweza kuwasha moto mkubwa sana wa machafuko kwa namna hiyo. Kwa hiyo kila kiongozi katika nyanja mbalimbali, wakati huu tunapoelekea uchaguzi na hata baada ya siku yenyewe ya uchaguzi ya Jumatano ijayo, tuchunge sana maneno tunayozungumza. Tusitamke tu maneno ili mradi tunatamka maneno, kwa sababu kwa maneno yako unaweza ukawasha moto wa machafuko katika nchi, na hata wewe mwenyewe hautakuwa salama mnenaji. Na moja kati ya yale tunayoweza kuzungumzia kwamba hekima ni nini. Hekima ni pamoja na uwezo wa kuchagua maneno, uwezo wa kuchagua maneno ya kuzungumza. Maneno gani yazungumze na kwa wakati gani, ili yaweze kuleta matokeo mema. Wakati huu vile vile ni wakati ambapo kila mmoja wetu tunatakiwa kufanya wajibu wetu. Sisi wote ni wadau wa amani, bila kujali wewe ni kiongozi wa kisiasa au wewe ni raia wa kawaida, ni muumini wa kawaida. Sisi wote tujichague ni wadau wa amani, na kama kila mmoja wetu akifanya sehemu yake, ndipo tunapoweza kuona tunavuka salama katika kipindi cha uchaguzi na tunaendelea na maisha mengine kama ambavyo tutakuwa tukiishi kabla ya uchaguzi. Sasa kuna mwongozo mzuri sana ambao umetolewa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika kitabu hiki ambao unaitwa Maadili ya Uchaguzi wa Rais, wa Bunge na Madiwani ya mwaka 2020, chini ya kifungu cha 124A cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi sura ya 343. Kitabu hiki natamani kila raia angekuwa nacho, lakini si wote waliobahatika kuwa na kitabu hiki. Kama kila mmoja
atazingatia haya, kwa sababu kila mgombea, kila chama cha siasa imewalazimu kusaini maadili haya, kuyakubali. Kwa maana hiyo kila mmoja amefungwa katika maadili haya. Kama sisi wote tutakuwa waaminifu kuyakamata kama yalivyo, bila shaka tutavuka katika kipindi hiki vizuri. Sasa nitanukuu baadhi ya yale ambayo tunatakiwa tuyazingatie na sisi wengine wote tuyajue kwamba yako katika maadili ambayo yamesainiwa na kila mgombea na kila chama cha siasa. La kwanza linahusiana na wajibu wa vyama vya siasa. Wajibu wa vyama vya siasa unaelezwa katika kifungu kile cha 2.3e ukurasa wa 13 wa kitabu hiki, na inasema hivi: kila chama cha siasa kinachoshiriki katika uchaguzi kitafuata na kutekeleza maamuzi na maelekezo ya tume pamoja na kuyakubali na kuyaheshimu matokeo ya uchaguzi. Aidha, malalamiko yoyote yatafikishwa kwenye mamlaka inayohusika kwa utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Tuzingatie hili ili tuvuke salama. Jamii ambayo haiwezi kuwa na mwongozo wa kisheria kama huu, maana yake bila sheria, maana yake ndio hata kwenye barabara kuna kila mmoja anatakiwa ku keep left, akae gari iende kushoto, gari itembee kwa kuwa kushoto mwa barabara, au sio? Kungekuwa na ajali nyingi. Na hivyo tukizingatia haya, bila shaka tutavuka salama. Vile vile kifungu cha pili nukta 2J, kifungu cha 2.2J ukurasa wa 11, napo kuna maneno haya kwamba wajibu wa mambo yasiyotakiwa kufanywa na vyama vya siasa ni inatajwa hapa: kutokukubali au kutokuheshimu maamuzi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi yanayofanywa kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Kama tumesaini maadili haya, maana yake wote tumekubaliana kwamba Tume ya Uchaguzi ndio referee, ndio refa wa mchezo wenyewe. Sasa kama tumekubali huyu ndio refa, basi nipuliza kipenga na kusema kwamba goli limeingia, mpira kati, lazima tukubali kupeleka mpira kati, au sio kutavurugika tu uwanjani. Vile vile katika kifungu cha 2.1, kifungu cha 2.1D, kisehemu kidogo cha pili, huu ni ukurasa wa 4. Hapa vile vile kuna swala zuri linatajwa hapa: wajibu wa vyama vya siasa na wagombea vyama vya siasa na wagombea unatajwa, watatakiwa kuwa na wajibu ufuatao: kuhakikisha vyama vyote vya siasa, wagombea, wanachama na wafuasi wa vyama vya siasa wanachukua hatua za makusudi kwa mujibu wa sheria za kuhakikisha kwamba, angalia maneno yanayofuata, vitendo vinavyoashiria vurugu na vitisho vinaepukwa. Unaona, haya maneno tukiyazingatia yakuwa ndio sheria na mwongozo wa kufuata, bila shaka tutavuka salama. Sio hilo tu, lakini kuna wajibu wa serikali, yaani maana yake ni pamoja na vyombo vyake vya dola, unaotajwa katika kifungu cha 3.1C ukurasa wa 16 hapa. Wajibu wa serikali, maana yake pamoja na vyombo vyake vya dola, ni kuhakikisha kuwa kuna hali ya usalama, amani
na utulivu katika kipindi chote cha uchaguzi. Huo ndio ni wajibu wa serikali, wajibu wa viongozi, wajibu wa vyombo vyake vya dola. Kwa maana hiyo, nichukua nafasi hii kuwapongeza sana polisi. Nimeshuhudia chaguzi zote za vyama vingi tangu mwaka 1995. Haijawahi kutokea wakati ambapo polisi wamekuwa soft, wamekuwa laini kama kipindi hiki cha kampeni. Wanastahili pongezi sana. Yaani ilikuwa hata ukimpiga polisi wala kurudishia. Haijawahi kuonekana hivi. Yaani ni kama vile sio Tanzania vile. Kwa maana hiyo IGP na wote katika ngazi mbalimbali za polisi, well done. Hiki kitu hata kwa kiongozi jeuri namna gani wa kisiasa lazima kubali, mwaka huu ni tofauti. Sasa wasiwasi wangu wasiende hawa polisi sasa wakafikia mahali wakawa hivyo softi mpaka huko mwisho. Lazima tuangalie viashiria vile vya machafuko na kukumbuka wajibu wao ambao ndio huu umetajwa. Wajibu wa serikali, wajibu wa vyombo vya dola ndio huu ambao tumesema umetajwa hapa, kwamba ni kuhakikisha kuwa kuna hali ya usalama, amani na utulivu katika kipindi chote cha uchaguzi. Kumbe kama ikitokea vurugu, kama ikitokea machafuko, kama ikitokea kila mahali kumevurugika, wa kwanza wa kuwajibika ni hawa. Unaona? Kwa maana hiyo tuwe makini kuangalia viashiria vinavyojitokeza, pamoja na pale ambapo panahitajika nguvu kuvizima viashiria hivyo vya machafuko. Tusimwonee aibu mtu yeyote, tusionee aibu kikundi chochote pale pa kutumia nguvu ambayo inalingana na tukio. Tufanye hivyo, au sio tutawalaumu kwamba mmeshindwa na nyinyi kufanya sehemu yenu ya kuwajibika. Kila mmoja wetu akishirikiana na vyombo hivi itakuwa soft. Tutaenda hivi kama tulivyokwenda mpaka tunamaliza. Lakini tukiona huko na kule sasa kumeanza kutumika nguvu fulani, basi tujue basi nao wanawajibika kufanya hivi ili wote tuvuke salama. Bila shaka tumekuwa tukiomba na tunaendelea kuomba, tunajua, tuna hakika tutavuka salama. Attention please! Kampuni ya Seasoning Palette inakuletea Toby Peanut Butter Kipotable, siagi bora ya karanga kuwahi kutengenezwa nchini Tanzania. Imetengenezwa kutokana na karanga halisi 100%. Ni laini, tamu, inafaa kula na mkate, baga, pizza, keki, ice cream na kadhalika, au kupikia aina mbalimbali za mboga na chakula. Imetengenezwa na kufuata viwango vya kitaifa, kimataifa na kuhifadhi kwenye vifungashio vyenye ubora wa hali ya juu. Ni muhimu kiafya na hainenepeshi. Ijaribu leo, hutaiacha. Kwa wauzaji wa jumla na rejareja, wasiliana na Seasoning Palette kwa simu namba 0767264704 Dar es Salaam, au mawakala wa mikoani Moshi, Tabora, Mwanza, Bariadi, Zanzibar, Dodoma na Arusha. Maisha ni Toby Peanut Butter, ladha kubwa, bei poa.